kwa nini Uislamu ukaruhusu khulu? Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyotangulia kusema mwanzo wa darasa, alimpa mume haki ya kuvunja ndoa. Haki ya talaka ni ya mume, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, at-talaqu biyadi man akhadha bisaq. Mume ndiye mwenye haki ya kuvunja ndoa, ndiye mwenye haki ya kutoa talaka. Lakini hii haina maana kwamba mke wa Kiislamu, mwanamke wa Kiislamu atakiwa avumilie mateso na ndoa ambayo ina unyanyasaji na hana njia ya kutoka. La, mateso sio kadari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka makhraj ya mwanamke kujikomboa katika ndoa ya mateso, katika ndoa ambayo haifurahii, ndoa ambayo ina unyanyasaji. Hii ni moja katika njia zilizowekwa na sheria. Kuna njia ya pili ambayo mwanamke anaweza kuitumia ili kujiepusha na ndoa ya mateso. Sheria inaruhusu katika kufungwa ndoa, wakati ule wa kufunga ndoa, sheria inaruhusu mwanamke kuweka sharti fi dhimni al-aqdi, ndani ya aqdi ya ndoa, kwamba mimi nakubali kuolewa na bwana fulani kwa sharti kwamba mimi niwe wakili wake wa kutoa talaka. Kwa maana kwamba ndoa yafungwa, na katika aqdi ya nikah, katika sigha ya ndoa, mwanamke anapewa wakala wa kujiacha kutoa talaka kwa niaba ya mumewe, imma mutlaqan au fi dhurufin khassa. Anaweza kuweka sharti kwamba wakati wowote akitaka anaweza kutoa talaka kwa niaba ya mume, au fi dhurufin khassa, katika mazingira fulani. Mathalan, ikiwa mume atashindwa kumhudumia, kumpa nafaka, atatoa talaka, atajiacha kwa niaba ya mume. Au mume ikiwa amepotea, haonekani, anaweza kujitoa katika ndoa kwa kujipa talaka kwa niaba ya mume. Kwa hiyo Uislamu uliposema mwanamke hana haki ya kutoa talaka, mume ndio mwenye haki ya kutoa talaka, haukufunga mlango wa mwanamke kujikomboa katika ndoa ya mateso. Anaweza kuweka sharti katika ndoa yake kwamba yeye ndiye wakili wa mume, anaweza kutoa talaka kwa niaba ya mume, na vile vile anaweza kujikomboa kupitia khulu.